zangu wapendwa, fumbo la Pasaka ndilo mhimili wa imani yetu, ndio mhimili wa wokovu wetu. Bwana wetu Yesu Kristo alikubali kujishusha, akateswa mateso makali, akauawa utaibu, lakini akafufuka. Na Kristo aliyeteswa, aliyekufa na aliyefufuka ni mshindi na mtukufu. Sisi tulioko hapa tuko hapa kwa sababu na sisi ni wana wa Pasaka. Tumekuwa wana wa Pasaka katika ubatizo wetu. Kwa kubatizwa tumeteswa, tumekufa na tumefufuka pamoja na Kristo. Tumefanywa kuwa viumbe wapya, tumefanywa kuwa watoto wa Mungu, ndugu zake Kristo na hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni muhimu kila mbatizwa akatambua hadhi yake, akatambua wito wake, na akatambua ushuhuda ambao unampasa. Ewe mbatizwa, usithubutu kuishi kama mtu wa kale, bali fanyia kuishi kama mtu mpya. Katika somo la Injili, Bwana Yesu ametamka yafuatayo: wote anikao Baba watakuja kwangu. Tupokuja kwa Yesu sio kumwendea kwa miguu. Uko kumwendea Yesu kunakotajwa kunamaanisha kumwamini. Kwa hiyo wote ambao Mungu amewaita wamfuate Kristo wamezawadiwa tunu ya imani. Nasi tulioko hapa tumezawadiwa tunu ya imani. Tumepewa nguvu, uwezo na wito wa kumfuata Kristo, wa kuungana naye. Sasa ukisha kufuata Kristo, hujafikia mwisho. Ni lazima udumu katika ufuasi, udumu katika imani hai inayotafsiri katika matendo mema. Leo ndugu zangu, tunamsindikiza Onesimo. Huyu Mungu alimzawadia uhai, akamzawadia imani, akamzawadia kuwa mwana kanisa, mwana wa Mungu, ndugu yake Kristo na hekalu wa makao ya Roho Mtakatifu. Na sio hivyo tu, Mungu alimzawadia wito wa kuyakumbatia na kuyaishi mashauri ya Injili. Kama mtawa alijifunga kumfuata na kumshuhudia Kristo kwa kuishi nadhiri ya utii, nadhiri ya ufukara na nadhiri ya usafi kamili. Namshukuru Mungu aliyemjalia ufuasi huo
kwa takriban miaka 45. Sasa imempendeza Mungu kumwita kwake. Amemwita kwake baada ya ushuhuda na ufuasi uliotukuka. Namuomba Mungu amtazame kwa jicho la huruma, amhurumie chochote kilichopungua katika ufuasi wake, katika ushuhuda wake na katika uwajibikaji wake, aweze kufurahia ahadi ya Kristo ya kurithi uzima wa milele pamoja na wateule wa Mungu. Ndugu zangu, sisi tunamshukuru Mungu kwa maisha ya Onesimo, maisha ya miaka 18. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi yake kama mwanashirika mwenzetu. Tunamwomba Mungu aendelee kuwaita ndugu wengine wengi wema, wenye afya ya roho na mwili na waadilifu, wamfuate na kumshuhudia Kristo kama alivyofanya ndugu yetu Onesimo. Napenda kuchukua fursa hii kutoa pole za dhati kwa Waprovinsiani na wanashirika wote wa msiba huu mzito. Natoa pole za dhati kwa ndugu, jamaa na marafiki. Natoa pole kwa dhati kwa wale waliofanya kazi pamoja na Onesimo kwa miaka mingi. Natoa pole kwa dhati kwa wote aliowahudumia katika utumishi wake. Ungane kumwombea Mwenyezi Mungu ampambe kwa uzima wa milele.